Dini.com. Simlemle. Mama! Picha linaanza. Tafakari yetu ni je, Afrika inaweza kuungana? Fikiria hii challenge. Nikakuletea mtu mmoja kutoka Morocco, mwingine kutoka South Africa, mwingine kutoka Nigeria, na mwingine kutoka Brazil. Wakakaa mezani pamoja. Tukakupa challenge utuambie nani hapa ni Mwafrika zaidi. Watu wengi wangesema yule mwenye ngozi nyeusi zaidi. By the way, kuna watu hufanya hizi challenge YouTube, na sometimes wanatumia lugha kabisa, kwamba mtu mmoja anaongea lugha ya kwao, alafu mtu mwingine kutoka sehemu nyingine anajaribu kubashiri anatoka nchi gani, na bado wahusika wanafeli. Na hapa ndipo tafakari inaanza, kwa sababu mara nyingi tunaposema Afrika tunamaanisha nini? Je, tunamaanisha rangi, geography, culture, history au experience ya pamoja? Kwa miaka mingi sana, hasa kwenye social media na harakati za Pan-Africanism, kumekuwa na idea kwamba Afrika ilikuwa kitu kimoja kilichoungana, halafu wakoloni wakaja wakakigawa kwa mistari kwenye ramani. Lakini ukiingia ndani ya history halisi, mambo yanakuwa complex zaidi kuliko slogan tunazopenda kusikia. Ni kweli wakoloni walichora mipaka, ni kweli waligawa maeneo kwa maslahi yao, na ni kweli baadhi ya mipaka walioiacha ilikuwa ya ajabu sana. Lakini pia ni kweli kwamba kabla ya ukoloni, Afrika haikuwa nchi moja. Kulikuwa na falme kwa maana ya kingdoms, himaya kwa maana ya empires, yani falme zilizoungana, makabila ambayo yalijitegemea nje ya kingdoms na empire, dini za jadi zisizofanana, lugha ambazo hazifanani, biashara, migogoro ya jamii na jamii. Hadi leo utasikia usioe au kuolewa na kabila fulani. Hizi hazikuja tu. Ukirudi nyuma utagundua ni issue serious kuliko leo. Vita na baadhi ya jamii zilikuwa tofauti sana kiasi kwamba zisingeweza kujiona ni watu wa moja. Kwenye episodi zetu za nyuma tulikuambia Kinjekitile hakuwa na idea ya Tanzania licha ya Afrika. Dunia ya watu wa zamani ilikuwa na limiti za geography. Bila teknolojia ya mawasiliano, ingekuwa ngumu kutawala watu wengi kama eneo lote la Tanzania. Wakati mwingine tunasahau kwamba hata ndani ya bara hili watu walipigana kwa mamia ya miaka kama ilivyokuwa Ulaya na Asia. Falme za Afrika Magharibi zilipigania njia za biashara na territory. Kusini mwa Afrika kulikuwa na migrations na vita vikubwa wakati wa Mfekane, na tulishakuletea hii kwenye MDC update, na tulisoma shuleni habari za Shaka Zulu. Hadi leo Lesotho, ambayo ni nchi iliyo ndani ya Afrika, ni ushahidi wa maafa ya vita ya Mfekane. Hii Lesotho inaitwa ufalme wa mawinguni, Kingdom in the Sky, kwa sababu mwamba ilibidi akimbie na kabila lake kutoka katikati mwa South Africa ya sasa na kwenda kuishi juu milimani. Sio kwa sababu ya wazungu, ila ni kwa sababu ya Waafrika wenzake. Varangati hilo hilo la Anko Shaka Zulu ndio chanzo cha leo tuna watoto wazuri wa Kingoni hapa Tanzania. Ingawa kuna haters wanaosemaga, hivi kweli Wangoni mlikimbia South Africa na kuja kuishi Songea kweli? Hawa wenye maswali haya ndio wanaodhani Afrika ilikuwa moja na yenye amani kabla ya ukoloni. Pembe ya Afrika ilikuwa na mifumo yake kabisa. Hapa nazungumzia Somalia, Ethiopia, Djibouti na wenzao. Afrika Kaskazini ilikuwa karibu kitamaduni na Mediterranean kuliko sehemu nyingine za kusini mwa Sahara. Kwenye episodi yetu kuhusu historia ya Waarabu, tulikuelezea jinsi ambavyo Afrika Kaskazini wengi hadi leo wanajiita Waarabu ingawa ni Waafrika kijiografia. Kwa hiyo idea kwamba kabla ya wazungu kulikuwa na umoja mkubwa wa Kiafrika sio kweli hata kidogo. Lakini pia sio kweli kusema ukoloni haujabadilisha chochote. Tofauti kubwa ilikuwa ni hii: kabla ya colonial borders, mipaka mingi haikuwa laini kali kama leo. Kingdom inaweza kuwa na influence kubwa katikati yake, halafu nguvu yake inaanza kupungua taratibu unavyoenda mbali. Mfano, mkoa wa Iringa Tanzania anakuwa na nguvu kuanzia Kalenga na Iringa mjini, na kadri unavyoshuka Morogoro, jamii na makabila ya chini yanakuwa hayajali sana kuhusu ufalme wala mipaka yake. Wanajali nani yupo karibu. Na hadi leo ukienda mipakani, jamii nyingi zinaishi hivi hivi.
Mtu anaishi Tanzania lakini ana shamba lake analimaga Zambia. Wamasai wana manga na maeneo mengi ya mipakani mwa Tanzania na Kenya hawajui passport ni nini. So ndivyo maisha yalivyokuwa. So watu walihama, walifanya biashara, walioa makabila mengine. Wakati mwingine walilipa ushuru ili kupita. Kwa hiyo kama umenielewa, najaribu kukupa context sahihi ya wakati huo. Sio kwamba ungeingia kingdom nyingine kirahisi bila riski, hapana. Lakini system haikuwa tight kama national state ya leo yenye passport, immigration, national army, sheria kali za mipaka. Haya mambo yalikuja baadaye kama mfumo wa kisasa wa Ulaya. Na baada ya uhuru viongozi wa Afrika walijikuta kwenye dilema ngumu sana. Tulikuelezea pia episodi za nyuma kwamba wangeamua kuvunja mipaka ya kikoloni. Tatizo ni kwamba bara lingeweza kuingia kwenye vita visivyoisha. Makabila yangeanza kudai maeneo ya zamani, falme zingetaka kurudi, mataifa mengi yangesambaratika. Ukumbuke wakoloni walikaa Afrika miaka 70 mpaka 100 na kuapply huo mfumo. Kwa hiyo watu wameshaoana na kuzaa. Kuna vizazi ambavyo hawakuwa na identity ya kabila lolote na walishajenga maisha yao sehemu waliopangiwa na serikali au kazi ya serikali ya kikoloni. So identity ya lugha zao ilibaki, lakini maisha halisi watu walishachanganyikana sana kiuchumi na lugha moja, English au Kifaransa na kadhalika. Ndio maana viongozi wengi kupitia African Union ambayo sasa ni Organization of African Unity waliamua busara ni turithi mipaka hii hata kama si perfect, kwa sababu waliona kubadilisha borders kungewasha moto mkubwa zaidi. Imagine Mwalimu Nyerere alitolewa Butiama akaletwa Pugu, Dar es Salaam na serikali, na huku ndipo akakutana na wazee wa Dar waliokuwa wanapigania uhuru. Akajiunga kwenye grupu la harakati. Tungeamua turudi kwenye makabila, ilimaanisha naye arudi kwenye taifa lake jijini Butiama. Kule Kilwa wangeibuka vitukuu vya waliokuwa wafalme wa Kilwa wakati huo, nao wangetangaza hashtag yao, Make Kilwa Kingdom Great Again. Na honest, unaweza kuona walikuwa na sababu ya kuogopa, lakini tafakari kubwa zaidi inaanzia hapa. Tunaposema Mwafrika tunamaanisha nini? Kwa sababu dunia imekuwa ikichanganya vitu viwili, Afrika kama bara, yani geography, na blackness kama race, yani aina ya watu. Na vitu hivyo si sawa na havifanani. Mtu kutoka Morocco anaweza kuwa na similarities nyingi zaidi na mtu wa Spain, Ulaya, kuliko mtu wa Kongo. Wakati huo huo, mtu kutoka Brazil anaweza kuwa anafanana sana kitamaduni, yani cultural similarities, na baadhi ya jamii za Afrika Magharibi kuliko jamii nyingine ndani ya Afrika yenyewe. Na hapa ndipo natamani tuelewane vizuri. Makinika vema. Picha linaanza. Bwana, uhondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Chukua mfano wa Brazil. Brazil ilipokea mamilioni ya watumwa kutoka Afrika Magharibi kupitia Atlantic slave trade. Mpaka leo muziki, chakula, imani, dancing zao, rhythm ya maisha na hata baadhi ya maeneo vina roots za Kiafrika. Kuna maeneo Brazil ambapo influence ya Yoruba kutoka Nigeria ipo wazi kabisa kwenye dini na culture. Sasa fikiria hii paradox. Mtu wa Bahia Brazil anaweza kushare baadhi ya spiritual traditions na mtu wa Nigeria, lakini huyo Mnigeria anaweza kutofautiana vitu vingi na jamii fulani ya ndani ya Ethiopia au Morocco. Kwa hiyo blackness haimaanishi automatically cultural sameness, na hii ni muhimu sana kuelewa, kwa sababu wakati mwingine tunaanza kuamini kwamba watu wote wenye ngozi nyeusi wana history, culture na world views zinazofanana, lakini reality ni kwamba dini zinatofautiana, family structures zinatofautiana, ideas za jinsia zinatofautiana, chakula kinatofautiana, music system zinatofautiana, psychology ya jamii zinatofautiana, na ndani ya Afrika kuna tofauti kubwa sana kiasi kwamba baadhi ya culture zinaweza kupingana zaidi kuliko hata tukifananisha na Africa versus Latin America. Labda kosa kubwa lilikuwa kujaribu kutizama Afrika kama kabila kubwa moja, kwa sababu
Hakuna bara lolote duniani ambalo lipo hivyo. Mfano, Europe hawafanani, Mjerumani na Mgiriki hawafanani, Mfaransa na Spanish hawafanani, lakini walijenga shared interest, maslahi ya pamoja. Na labda hapa ndipo discussion ya Pan-Africanism inaanza kuwa interesting zaidi. Kwenye episodi zetu za Live na G na Dr. Priska Tega wa pili ni mfano wa hawa wakereketwa wa Uafrika. Unajua mtu akitaka kutawala anakutoa kwenye reli, mimi naitaga reli. Anakudrag kutoa kwenye reli ili mambo yako yaende tu ovyo ovyo. Unahisi kwa nini licha ya kwamba tuna media za kwetu, watangazaji ni sisi, ni Waafrika wenzetu, walipoondoka wazungu hawakuacha media za kizungu? Sio kwamba tulikuwa tuna access na CNN, sio kwamba tulikuwa tuna access na internet vile, taarifa nyingi na hata kanisa tumeletewa na watu weusi wenzetu. Umewahi kujiuliza hilo swali? Umeshasema information. Wewe unasema tunatumia vibaya. Ni kwamba tumekuwa, nilikwambia mwanzo kitabu, The Miseducation of a Negro. Kwa hiyo tumekuwa miseducated. Kwa hiyo what we think we know is what they want us to know. Na labda Pan-Africanism haipaswi kueleweka kama kurudi kwenye umoja wa kale, kwa sababu haijawahi kuwepo kwa kiwango hicho tunachofikiria. Labda ni project mpya kabisa, project ya kisiasa, kiuchumi, kisaikolojia. Tuitazame kama jaribio la watu tofauti kabisa wanaotaka kujenga future ya pamoja, kwa sababu dunia ya sasa inahitaji blocks kubwa. Kama unavyoiona EU ina nguvu kiuchumi hata dhidi ya Marekani, kwa sababu tulikuambia leo soko kubwa lina nguvu, population kubwa ina nguvu, teknolojia kubwa ina nguvu, sauti ya pamoja ina nguvu pia. Na nchi nyingi za Afrika zikiwa individually zina struggle kupata kusikilizwa kwenye mfumo wa dunia. Lakini pia kuna kipengele kingine kwamba ukigeneralize sana Uafrika unaweza kufuta realities za watu tofauti tofauti ndani ya bara hili. Unaweza kuanza kudhani kwamba matatizo ni yale yale kila mahali. Kacha zinafanana, vipaumbele vyetu vinafanana, historia zetu zinafanana, wakati sio kweli. Labda Uafrika sio kacha moja. Labda ni kitu kinachotengenezwa sasa hivi kupitia biashara, internet, music, migration, geopolitics na namna dunia inavyoliona bara hili. Kwa sababu leo kijana wa Tanzania anaweza kuconnect na muziki wa Nigeria ndani ya sekunde, ama piano ya South Africa inaweza kuwa soundtrack ya vijana Kenya. Fashion ya Dakar Senegal inaweza kuonekana Dar es Salaam kupitia TikTok. Kwa hiyo polepole identity mpya inaanza kuzaliwa, sio ya kingdom za kale, sio ya mipaka ya kikoloni, na si lazima ya weusi wa ngozi pekee, bali identity inayouliza, je, kwenye hii dunia inayoungana kwenye blocks kubwa kubwa, Afrika tunajenga nini? Mfano, tulikuelezea kuhusu BRICS. Ni block ya nchi zinazoibuka kiuchumi zinazojaribu kupunguza utegemezi wa dola. Kuna European Union, EU, ni umoja wa nchi 27 za Ulaya wenye soko na sheria za pamoja. Kuna block ya NATO, ni umoja wa kijeshi wa kulindana kati ya US, Canada na Ulaya. Unasikiaga G7, ni kundi la mataifa tajiri yanayopanga mwelekeo wa uchumi wa dunia. Kuna G20, ni mkusanyiko wa nchi kubwa kiuchumi zinazojadili masuala ya global economy. Kuna zile ambazo hauzisikii huku lakini zipo. Kuna ASEAN, ni umoja wa nchi za Asia ya kusini mashariki unaolenga biashara na utulivu. Kuna Mercosur, ni bloku ya biashara ya Amerika ya kusini inayokuza soko la pamoja. Tulikuambia kuhusu OPEC, ni kundi la nchi zinazozalisha mafuta na zinazodhibiti bei ya mafuta duniani. Kuna Shanghai Cooperation Organization, ni muungano wa Asia unaolenga usalama, ushawishi wa kisiasa na ushirikiano kati ya China, Russia na nchi za Asia ya kati. Alafu kuna OAU, Umoja wa Afrika, bloku ambayo tumejadili ufanisi wake kwenye episodi za nyuma. Unachojifunza hapo, kuna bloku zinapanda na kushuka, nyingine mahusiano yanayumba lakini bado zipo. Afrika itakuwa nini? Hii ndiyo tafakari muhimu zaidi kuliko zote. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Hii ni sauti ya Raz Mtamadon. Hii ni madini.com.